Hello mwanazulia jekundu au red carpet popote ulipo. Natumai uko tayari kabisa tunapoanza safari ya episodi ya 312 kwa story kali za filamu, televisheni, spoti na burudani kwa ujumla. Jina langu Harrison Kamau nikiwa hapa studio za VOA Washington DC. Karibu tutembee pamoja. Basi story yetu ya kwanza kabisa hivi leo ni kuhusu kampuni ya kurekodi nyimbo ya Sahel Sounds ambayo inakuza muziki kutoka kwenye mataifa ya Sahel kila mwezi, huwa ikituma EP kwenye mtandao ambapo wanamuziki wanarekodi na kisha kutuma kwa simu zao kwenye studio ya kampuni hiyo mjini Portland, Oregon hapa Marekani kwa kutumia mtandao wa WhatsApp. Hivi ndivyo mambo yalivyo. Ali Traore akiwa amevalia mavazi meusi anarekodi wimbo wake akiwa nje ya nyumba yake mjini Bamako nchini Mali, huku watoto wanacheza karibu naye. Anaanza kwa kupiga gitaa wakati anapoimba kuhusu namna anavyotamani kuona mchanga wa jangwani karibu na mji anakotokea wa Niamfuke uliopo katikati mwa jimbo la Sahel linaloshuhudia machafuko. Jirani na hapo walipo kuna mwenzake aliyeketi akipiga ngoma na kutabasamu. Traore mwenye miaka 26 anarekodi muziki huo akitumia simu yake ya mkononi na kisha atatuma kwa producer wa muziki ambaye yupo Portland kwenye jimbo la Oregon nchini Marekani. Traore anasema kuwa lebo za muziki wa Mali hazimfikishi msanii mbali na kunyenyuka kimuziki. Ndiyo maana anashirikiana na Sahel Sounds kutoka Marekani. Une fois il m'a proposé si je peux enregistrer. Sasa hivi mimi sina umaarufu wa kimataifa na ndio maana nategemea Sahel Sounds. Hao wanaweza kunifungulia milango mingi hata kama sipati fedha zozote. Huenda kuna producer mmoja wa kimataifa anayependezwa na kazi yangu. Sahel Sounds wanajishughulisha na muziki kutoka eneo la jangwani la Sahel lenye utajiri mkubwa wa wasanii wa kitamaduni, licha ya kuwa linashuhudia machafuko pamoja na ukosefu wa sheria. Wasanii wanaolengwa ni kutoka Mauritania, Mali, Senegal na Niger. Katika miaka iliyopita, Sahel Sounds walikuwa wakitengeneza santuri za muziki, lakini Januari mwaka huu wameanza kuweka EP kwenye mtandao kila mwezi, mahala ambapo wanamuziki wanajirekodi na kutuma nyimbo zao Oregon kwa njia ya WhatsApp. Mfumo huo umepata umaarufu mkubwa kwa sababu umeondoa gharama ya studio, huku ukiwaletea baadhi ya wanamuziki kipato kutokana na watu wanaopakua nyimbo au track zao. Mfumo huo pia unatoa fursa kwa wasanii wasio na uwezo wa kifedha kufanikisha kuweka kazi zao kwenye mitandao bila malipo, anasema Christopher Kickley, mwanzilishi wa Sahel Sounds. And the concept of the project is to... Lengo letu ni kuwafikia wasanii na kisha kuwapa nafasi ya kurekodi EP yenye track 4 au 5 moja kwa moja kupitia simu zao na kisha kuzituma kwetu kwa njia ya WhatsApp. Baada ya hapo huwa tunawasiliana na kisha kuweka ujumbe huo kwenye Bandcamp. Mataifa mengi kwenye eneo la Sahel ni miongoni mwa yale yaliyo maskini sana ulimwenguni, huku yakiendelea kukabiliana na tatizo la wanamgambo wenye misimamo mikali ya kidini, kuanzia huko Mali, Burkina Faso na Niger. Mkamiti Kibayasi, VOA, Washington. Tamasha la fasheni la Durban, Afrika Kusini, hulenga kuimarisha wanafasheni wachanga kuonyesha viongozi kuhusiana na biashara hiyo inayovuma sana barani Afrika, kama anavyoelezea Botmi Clark kutoka Durban. Kwenye maonyesho hayo ya Durban mwaka huu, kitu ambacho kimejitokeza dhahiri ni barakoa, kwa kuwa kila mmoja alikuwa nayo. Wanamitindo 17 chipukizi kutoka Afrika Kusini walionyesha ubunifu wao kwa wateja. Wanamitindo hao walifadhiliwa na mji wa Durban ambao unaamini katika kukuza talanta za wakazi wake. COVID-19 has taught us so much many things. COVID-19 imetufunza mengi sana.
kwa kuwa tunaweza kujitegemea na tunaweza kuzalisha bidhaa zetu wenyewe pamoja na kutegemea soko la ndani. Sasa hivi hakuna wafanyabiashara kutoka mataifa nje wanaotuletea bidhaa. Sasa hivi tunatumia mavazi yetu wenyewe ya kitamaduni. Tasnia ya fashion Afrika Kusini hutegemea rangi zake nyingi kama zile za upinde wa mvua, na kwa hivyo huvutia makundi mengi ya kifasheni. Our continent is rich. Bara letu lina utajiri mkubwa wa mitindo, na ndio maana linavutia wanamitindo kutoka kote ulimwenguni ili kujionea tunavyoishi pamoja na tamaduni zetu. Ulimwengu unatazama. Kila mmoja anatutazama ili kufahamu mitindo mipya inaelekea wapi. Ni sharti tuendelee kujiamini kwa kuwa Afrika ni ya kipekee ikilinganishwa na mabara mengine kama vile Marekani na Ulaya. Tuendelee kujikakamua. Wakati Afrika ikiendelea kujiweka kwenye jukwaa la kimataifa, wanamitindo wake wanahakikisha kuwa hilo linafanyika. Na sasa hebu tupate mshururu wa habari kwa kifupi tu ambazo zimekuwa zikitia fora sana kwenye fani ya burudani wiki hii. Mwanamitindo na mcheza filamu mashuhuri Naomi Campbell amesifu kazi ya wanafasheni kutoka barani Afrika walioshiriki kwenye maonyesho ya wiki moja ya Arise mjini Lagos, Nigeria. Campbell pia alihudhuria tamasha hilo lililomalizika wiki iliyopita ili kuonyesha uungwaji mkono wake kwa wanafasheni kutoka barani Afrika ambao mara nyingi hawatambuliwi kwenye maonyesho ya Ulaya na Marekani. Mwanamitindo huyo wa Uingereza amesema kuwa wanafasheni wengi barani Afrika pia wameathiriwa vibaya, miongoni mwao wakilazimika kufunga kabisa shughuli zao. I've been supporting the continent in general since 1993. Nimekuwa nikishirikiana na wanamitindo kwenye bara hili tangu mwaka 1993 na kuna vipaji vingi ambavyo hutokea kwenye nchi za Kenya, Nigeria, Ethiopia, Rwanda na Afrika Kusini, lakini hazitambuliwi kwenye mashujaa ya kimataifa. Kwa hivyo kuja kwangu hapa kunatoa uhamasisho wa kimataifa. Wakati akifanya mahojiano na shirika la habari la AP, Campbell pia amezungumzia series yake mpya kwenye Apple TV ya The Supermodels, inayoangazia namna yeye na wanamitindo wenzake Linda Evangelista, Cindy Crawford na Christy Turlington walivyojipatia umaarufu wao katika miaka 80. Docu-series hiyo pia itaangazia picha zao katika miaka ya nyuma, maisha yao ya kimapenzi, marafiki pamoja na changamoto za maisha. Hata hivyo, tarehe ya uzinduzi wake bado haijatangazwa. Mke wa rais wa Marekani Melania Trump alileta furaha kubwa wakati huu wa msimu wa sikukuu kwenye hospitali ya watoto hapa Washington DC kwa kusomea watoto vitabu pamoja na kushiriki mchezo wa Bingo Now. I'm thinking of you all. Nafikiria kuwahusu. Jipeni nguvu na muwe na Christmas njema pamoja na msimu wa sikukuu wenye furaha. Ziara hiyo ya kila mwaka ni ya 4 kwa Melania, akifuata utamaduni ulioanzishwa mwaka 70 iliyopita na mke wa rais Harris Truman, Bess Truman. Wiki iliyopita Melania alishiriki kwenye hafla ya kila mwaka ya Marine Toys for Tots, inayofadhiliwa na kituo cha wanajeshi wa Marine wa Marekani cha Anacostia kwenye jimbo la Maryland, ikiwa yake ya 4 pia kuhudhuria. Gal Gadot anasema kuwa filamu ya Wonder Woman 1984 ilitengenezwa ikiwa ya kutazama kwenye kumbi za filamu, lakini sasa anasema kwamba kuizindua kwenye HBO Max msimu huu wa Christmas ni swala ambalo limempa furaha nyingi. But I'm just feeling grateful that we have an opportunity. Ninafurahi sana kwa kuwa sasa watu wataweza kutazama movie hiyo wakiwa na familia zao wakati wa Krismasi. Hilo linanipa furaha nyingi sana. Movie hiyo sasa imekuwa miongoni ya zile za kwanza kutoka studio za Warner Brothers kuwekwa kwenye mitandao za streaming. Mwanzoni mfumo huo ulikuwa umechukuliwa kwa muda tu kutokana na janga la virusi vya corona, lakini sasa unaonekana kama utabaki kwa muda mrefu. Hata hivyo, mcheza filamu mwenza wa Gadot, Chris Pine, pamoja na director Patty Jenkins wanasema kuwa sio wazo la busara kuondoka kabisa kwenye mfumo wa awali wa kutazama filamu kwenye kumbi. Wonder Woman 1984 itawekwa kwenye HBO siku ya Krismasi, Desemba 25.
Basi baada ya kupata habari hizo kwa muktasari za burudani wiki hii, hebu tuendelee kwenye taarifa nyingine ambapo mwanamuziki mashuhuri kutoka Afrika Kusini Aubrey Kwana analenga kufanya muziki wa Kizulu pamoja na fasheni za taifa hilo kuwa vya kimataifa. Nyota huyo hivi karibuni amefanya mahojiano na Heather Maxwell wa kipindi cha VOA cha Music Time in Africa kwa njia ya mtandao kutoka Johannesburg, akitaka kufahamu zaidi kuhusu muziki wake. Heather Maxwell alianza kwa kumuuliza kuhusu muziki wake na hasa albamu yake mpya. Ukis. Albamu yangu inaitwa Ukis. Hivyo ndivyo tunavyoita kwa lugha ya Kizulu. Wimbo wenyewe unazungumzia kuhusu mapenzi. Wimbo huu ni rekodi wakati wa kipindi hiki cha masharti ya kutotoka nje. Nilikuwa nikipumzika na mpenzi wangu na kumwambia kuwa kabla nianze kutengeneza muziki ningetaka nibusu. Alikubali mara moja na hapo wimbo ukapata jina. Heather pia alitaka kujua kutoka kwake ni kwa nini aliweka ujumbe kwenye YouTube akisema kuwa wimbo wake hauna magari ya kifahari au picha zinazoonyesha uchi. I'm very cultured and I respect. Mimi ni mtu mwenye heshima na pia namheshimu kila mmoja, wanawake kwa wanaume. Mimi ni baba pia. Ninazingatia sana masuala yasiyokuwa na aibu kwa kuwa mwanangu siku moja atakuwa mkubwa na kuelewa nilivyokuwa nafanya. Nimefanya azimio la kuishi kama kielelezo chema kwa mwanangu. Heather pia alimuuliza kuhusu masuala ya fasheni kwa kuwa aliwahi kwenda shule kusomea tasnia hiyo na namna alivyounganisha fasheni na wimbo wake huo. I do my own art covers. I dress myself, I style myself. Mimi hujifanyia kila kitu kwenye muziki wangu, kuanzia kuandika muziki, mavazi na mengine mengi. Msaada ninaopata ni wa kutengeneza beats peke yake. Kila nilichojifunza wakati nikiwa mdogo, sasa hivi nakitumia kwa wakati mmoja. Hebu sasa tuingie kwenye ulimwengu wa muziki wa country ambao ungali unaomboleza kifo cha Charlie Pride, ambaye kibao chake chenye sauti ya kuvutia cha Kiss an Angel Good Morning kiliuza mamilioni ya rekodi na kumfikisha kwenye orodha ya wanamuziki wa country wenye umaarufu mkubwa ulimwenguni, akiwa wa kwanza mtu mweusi. Charlie amefariki siku chache tu zilizopita kutokana na kile kinachosemekana kuwa ni virusi vya COVID-19. Pride aliwahi kurekodi albamu dazeni kadhaa wakati akiwa na zaidi ya nyimbo 30 zilizowahi kushikilia nafasi ya kwanza kwenye orodha ya nyimbo bora zaidi na kuuza zaidi ya kopi milioni 25. Mwanamuziki huyo pia ameshawahi kushinda Grammy mara 3 ya mwanamuziki bora zaidi wa kiume wa mwaka kwenye muziki wa country wa 1972 wakati akiingia orodha ya muziki yani Hall of Fame mwaka wa 2000. Nyota wa country Dolly Parton kupitia Twitter amesema kuwa amevunjika moyo sana kumpoteza rafiki yake wa karibu wa siku nyingi Charlie Pride. Inahuzunisha sana kuona alikufa kutokana na virusi vya COVID-19. Tunakupenda sana Charlie. Ikiwa sehemu ya ujumbe mrefu wa Instagram, Tim McGraw ameandika kuwa Pride atakumbukwa kuwa mmoja wa magwiji wa country ulimwenguni. Ameongoza kusema kuwa Pride amekuwa kielelezo kwa wengi kwamba alifanya kila juhudi kufaulu licha ya changamoto za kibaguzi na akafanya ulimwengu kuwa mahala pazuri zaidi pa kuishi. Tunapoelekea kukamilisha ZJ hivi leo, basi tuelekee kwenye masuala ya basketball ambapo NBA inashirikiana na programu moja ya kukuza mchezo nchini Senegal kutoa ufadhili kwa wachezaji wawili wanawake kujiunga kwenye chuo cha basketball mjini Thiès mjini humo. Aminata Tall kutoka Senegal na Sira Thenyu kutoka Mali wote wanashiriki kwenye programu ya NBA ya wanawake na sasa watapokea mafunzo ikiwa sehemu ya programu ya maendeleo ya kiuchumi na elimu kupitia spoti maarufu SEED inayolenga kutumia basketball kama njia ya kuimarisha wachezaji chipukizi. Basi kufikia hapo tunakamilisha ZJ episodi ya 312 kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, nikikusihi uendelee kuchukua tahadhari za kujikinga na maambukizi ya virusi vya corona. Hadi wiki ijayo, kwa heri yako.